الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, hii ni darasa nambari 15 katika muendelezo wa kitabu hiki Sharhul Manzumatil Baiquniyya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu. Nasallallahu ta'ala an يجعل عملنا هذا متقبلا ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. Anasema wa aidan, na vile vile lau akhbara ahadun min as-sahabati, lau yeyote katika masahaba atatoa habari anil jannati, inayohusu pepo, wanar na moto, la kulna, sisi tungelisema hadha marfu'un hukma, hii ni hadithi marfu' kihukumu, ila isipokuwa annahu, ni kwamba yushtaratu, kuna shartiwa fi hadha an-naw', katika aina hii, alla yakuna sahabiyu, asiwe sahaba, mimman, ni miongoni mwa wale ambao urifa, wamefahamika bikasratil akhdhi, kwa wingi wa kuchukua, an bani Israila, kutoka kwa bani Israila. Fa in kan, atakapokuwa huyo sahaba, mimman, ni katika wale ambao urifu, wamefahamika bidhalika, kwa jambo hilo, kwamba wao wanachukua habari nyingi kutoka kwa wana wa Israeli, kwa Mayahudi, fa innahu la yu'tabar lahu hukmu rafa, kwa hakika haitozingatiwa hicho alichokinukuu na anachokieleza kwamba kina hukumu ya hadithi marfu'. Hapana, haitozingatiwa hivyo. Ihtimali, kwa kuwezekana, ani yakuna, huenda kikawa maana qalahu bila hicho kinukuu ambani Israel, au huenda ani yakuna ikawa ile habari aliyoeleza maana qalahu ambani Israel, ni kile kitu ambacho amekinukuu kutoka kwa Mayahudi, huenda ikawa ni hivyo. Wa haulai kathirun, na hawa wako wengi. Amthalu, mfano Abdullah ibn Amr ibn al-As, huyu alikuwa ananukuu radiyallahu anhu, fa innahu, hakika huyu Abdullah ibn Amr ibn al-As akhadha jumlatan kabira, amechukua sehemu kubwa an kutubi ahli alkitab, ya vitabu vya Mayahudi, fi ghazwati al-Yarmouk, katika vita vya Yarmouk alichukua, mimma, vitabu ambavyo khalafahu, viliachwa Ar-Rum, na Rum hao wa ghairu na wengineo. Kwa hiyo akachukua vitabu vingi sana, lianna fi hadha, kwa sababu katika hili la kuchukua vitabu vyao na kusoma, rukhsatan, kuna rukhsa, kwa hiyo akachukua. Fa idha urifa sahabiyu, basi atakapofahamika sahaba, fa innahu, bi annahu, ya kwamba yeye yanqulu amban Israil, huwa ananukuu kutoka kwa Mayahudi, fa innahu la yakunu qawluhu marfu'an hukma, kwa hakika haiwi ile kauli yake kwamba ni hadithi marfu' kihukumu, kwamba imeegemezwa kwa mtume kabisa. Wa hal, kuna swali hapa, wa hal, je, na je, ma udhifa ila sahabi, yale yanayoegemezwa kwa sahaba, au hadithi inayoegemezwa kwa sahaba, wala yathbut lahu hukmu rafa, na hakuja thibiti kwenye hadithi hiyo kwamba ni hadithi marfu', hal huwa hujjatun amla, je, hadithi hiyo inakuwa ni hoja au si hoja? Na kulu, tunasema fi hadha khilafun baina ahli al-ilmi, katika hili kuna khilafu baina ya wanachuoni. Faminhum, wako miongoni mwa wanachuoni, man qala, waliosema bi annahu hujjatu, kwamba hiyo hadithi ni hoja, bi sharti, wa sharti moja tu, alla yukhalifa nassan, isiende tofauti na nas, dalili, wala sahabiyan akhar, na wala isiende kinyume, au asimkhalifu sahaba mwingine, sahabiyan akhar, sahaba mwingine. Fa in khalafa nassan, endapo huyo sahaba aliyesimulia hiyo habari atakapoenda kinyume na nas, Qur'ani au Sunna, ukhidha bin nas, itachukuliwa dalili. An-nas ni dalili. Wa in khalafa sahabiyan, huyu sahaba endapo atamkhalifu
sahaba akhar mwingine ukhidha birajih itachukuliwa yenye nguvu. Wa minhum na wako miongoni mwa wanachuoni man qala waliosema inna qawla sahabi hakika kauli ya sahaba laisa bihujjati si hoja lianna sahabia kwa sababu sahaba basharu ni mtu yajitahidu anajitahidi wa yusibu yukhti na anapatia na anakosea. Wa minhum man qala na wako baadhi ya wanachuoni waliosema alhujjatu min aqwali sahabati hoja katika kauli za maswahaba ni kaulu Abu Bakar ni kauli ya Abu Bakar wa Umar na kauli ya Umar radhiallahu anhuma Allah waridhie watu wawili hizo zitakuwa hoja kauli za maswahaba hawa zitakuwa hoja aliana nabii kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam qala amesema iqtadu wafateni na waigeni billadhaini hawa wawili min baada ya Abu Bakar wa Umar Abu Bakar na Umar wakala aidan akasema tena mtume iniyutiu Abu Bakar wa Umara ikiwa watu watawatia Abu Bakar na Umar yarshidu wataongoka watakuwa kwenye njia ya sawa. Wa amma man siwahuma ama wasiokuwa Abu Bakar na Umar falaysa qawluhu bihujja kauli yake si hoja asiyekuwa Abu Bakar na Umar kauli yake si hoja. Waladhi yadhhar li na jambo ambalo linadhihiri kwangu mimi Ibn Uthaymeen anna qawla sahabi ni kwamba kauli ya sahaba hujjatu ni hoja in kana min ahli al-fiqh ikiwa sahaba huyo ni katika watu wa fiqh wal ilmi na ikiwa ni katika watu wa elimu ikiwa ni mwanachuoni wa kiswahaba wa illa na kama si mtu wa fiqh na wala si mtu wa elimu katika masahaba falaysa bihujja itakuwa si hoja lianna baadhi as-sahaba kwa sababu baadhi ya maswahaba kana ilikuwa yafidu ala nabii sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifanya ugeni wakitembelea ala nabii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya maswahaba walikuwa yafidu wakifanya ugeni wakitembelea ala nabii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alwafd ni ugeni watalaqqa minhu ba'd al-ahkam shar'iyyah na wanapokea kutoka kwa mtume na wanachukua kutoka kwa mtume baadhi ya hukumu za kisheria wa huwa laysa min al-fuqaha ina si katika wana fiqh si katika wanachuoni wa fiqh walaysa min ulama'i sahaba na si katika wanachuoni wa kisahaba fa hadha la yakunu qawluhu hujjatan sahaba kama huyu hayui kauli yake ni hoja wa hadha alqawlu wasatun baina al-aqwal na hii kauli ndio iko katikati baina kauli za wanachuoni wa huwa alqawlu rajih na hii ndio kauli yenye nguvu fi hadhihi almasalati kwenye masala haya. Wa amma alhukmu fima idha qala at-tabi' ama hukmu katika habari ambayo imesemwa na at-tabi'i akasema huyu at-tabi'i akasema mina sunnati kadha ni katika sunna ni kadha hal lahu hukmu ar-raf'i am la atakaposema hivi at-tabi'i hal lahu hukmu ar-raf' je haya maneno aliyosema kwamba ni katika sunna yana hukumu ya hadithi marfu'a au la naqulu tunasema qad ikhtalafa al-muhaddithuna fi dhalik kwa hakika wametofautiana wanachuoni wa hadithi kwenye hilo wa minhum wako miongoni mwao man qala waliosema innahu mawquf kama hiyo inakuwa ni hadithi mawquf walaysa min qism al-marfu' si katika gawanyo cha hadithi marfu' lianna at-tabi'i kwa sababu tabi'i lam yudrik hajadiriki hajaziwahi ahda nabii zama za mtume sallallahu alaihi wasallam hajazikuta huyu falidhalika na kwa sababu hiyo basi la nastati'u hatuwezi sisi anakula kusema anna ma samahu sunnatan kwamba kile alichokiita yeye ni sunna fayani bihi sunnatan nabii kwamba anakusudia kwa kauli yake hiyo kwamba ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hatuwezi kusema bali ihtamil bali inawezekana aniurida akawa anakusudia sunna ta sahaba sunna ya masahaba inawezekana akawa anakusudia hivyo. Waqala baadhi ulama na wakasema wanachuoni wengine baadhi ya wanachuoni wengine bal huwa marfu'un tabi'ina itakaposema mina sunnati kadha hiyo inakuwa ni hadithi marfu' lakini mursalun munqati lakini inakuwa ni hadithi mursal na ni munqati
li'annahu, kwa sababu sakata minhu sahabi, kumedondoka sahaba hapo, kumedondoka sahaba kwenye hiyo sanadi. Wa yakunu almuradu bisunnati, na inakuwa makusudio ya sunna hapo andahu kwake yeye hiya sunna hiya sunnata an-nabii sallallahu, ni sunna ile ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Makusudio yanakuwa vile vile. Wa umuman na kwa kukusanya fa'ala kila alqawlain, katika kauli zote hizi kwa ujumla, wa umuman na kwa ujumla, fa'ala kila alqawlain, katika hizi kauli zote hizi, in kana mursalan, itakapokuwa ni hadithi mursal, basi fa huwa dhaif, itakuwa ni hadithi dhaif. Wadhālika, na hilo liadami ittisali sanadi, kwa kutoungana kwa ile sanadi, kwa sababu yeye amesema tu mina sunnati kadha, kwa sababu tabi'in inatakiwa asikie kutoka kwa sahaba, lakini yeye aseme tu ni katika sunna kufanya hivi na hivi, akaegemeza moja kwa moja kwa mtume. Hapa kuna inqita' hapa, kwa sababu yeye ilitakiwa asikie kwa nani? Kwa sahaba. Liadami, kwa hiyo itakuwa ni itakapokuwa sasa ni hadithi mursal itakuwa ni dhaifu. Wadhalik, na hilo liadami ittisali sanadi, kwa kutoungana, ni kwa sababu ya kutokuungana kule ile sanadi. Sahaba hapa hayupo, tabi'i hawezi kuegemeza kitu kwa mtume, lazima asikie kwa sahaba, kuna inqita' hapa. Fa in kana mawqufa, na ikiwa ni hadithi mawquf sasa fa huwa min babi qawli sahabi, basi hiyo ni katika kauli ya sahaba au fi'li ya sahaba. Waqad taqaddama al-khilafu, na kumeshatangulia khilafu fi hujjati qawli sahabi, katika uhoja wa kauli ya sahaba, wa bayanu al-khilafi, na kushatangulia wa bayani al-khilafi, na kushatangulia ubainifu wa khilafu fihi, kwenye jambo hilo, kwamba kauli ya sahaba ni hoja au si hoja. Wa anna al-qawla sahiha, na hakika kauli iliyo sahihi huwa ni annahu hujjatun, kauli ya sahaba ni hoja bi thalathati shurut, kutakapokamilika sharti tatu. Kwanza, an yakuna sahabiyu, au huyo sahaba min fuqaha'i sahaba, ni katika sahaba ni miongoni mwa masahaba ambao wana fiqhi, ana elimu ya fiqhi, au ni mwanachuoni manake. Lakini ya pili, alla yukhalifa nassan, asiende tofauti na dalili Qur'ani au Sunna. Ya tatu, alla yukhalifa qawla sahabiyin akhara, asikhalifu kauli ya sahaba mwingine. Fa in kana laysa min fuqaha'i sahaba, sasa atakapokuwa huyu sahaba si katika wanachuoni wa kisahaba, fa qawluhu laysa bihujjati, kauli yake itakuwa si hoja. Wa in kana min fuqaha'ihim, itakapokuwa ni katika wanachuoni wa kisahaba, walakin khalafa nassan, lakini amekhalifu nas, dalili Qur'ani au Sunna, fal ibratu bin nass, basi mazingatio hapo tutazingatia ile dalili, wala ibrata bi qawlihi, na hakutokuwa na mazingatio kwenye kauli yake ile. Wa in kana min fuqaha'i as-sahaba, na atakapokuwa ni katika wanachuoni wa kisahaba, wala yukhalifu nassan, na haja khalifu nas, walakin khalafahu sahabiyun akhar, lakini yeye amekhalifiwa na sahaba mwingine, fa inna natlubu al-murjiha, sisi tutatafuta dalili yenye nguvu. Kadhalika hivyo min al-marfu' hukman, ni katika hadithi marfu' kihukmu, idha nusiba ash-shay'u, kitakapoegemezwa kitu ila ahdi nabii, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, faqila, pakasemwa kanu yafaluna kadha fi ahdi nabii, walikuwa wakifanya hivi na vile katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahadha min al-marfu' hukman, hii inakuwa ni katika hadithi marfu' kihukmu. Wa amthilatuhu kathira, na mifano ya hadithi kama hizi ambazo ni zingatiwa kuwa ni marfu' iko mingi. Mfano, mfano kauli Asma binti Abi Bakr, kauli ya Asma binti Abi Bakr radhiallahu anhuma, kauli yake aliposema, na hii pia kwenye Bulughul Marami amehitaji Ibn Hajar, naharna, tulichinja sisi, fi ahdi, tulikuwa tunachinja sisi, fi ahdi nabii, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, farasan, farasi,
fil Madina, ndani ya mji wa Madina, wa akalnahu, na tulikuwa tuamla sisi farasi. Sasa hii imegemezwa kwenye zama za mtume, inakuwa ni hadithi marfu' hukumu. Huna hapa lam tusarrih, hajaweka wazi Asma anna nabii, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alima bihi, alikuwa akifahamu hilo kwamba wao wanachinja farasi. Annaha law sarahat bihi, sababu Asma lau angeliweka wazi hilo kwamba mtume alikuwa alifahamu hilo, lakana marfu'an sarih, ingekuwa ni hadithi marfu' wazi wazi. Fa idhan huwa marfu'un hukman, kwa sababu hiyo itakuwa ni hadithi marfu' hukumu. Wa wajhu dhalika, na namna ya kuwa hiyo ni hadithi marfu' hukumu, annahu, ni kwamba lau kana haraman, lau ingelikuwa kuchinja farasi na kumla farasi ni haramu, ma aqarrahu Allah ta'ala, asingekiri hilo Mwenyezi Mungu. Fa iqraru Allah, kitendo cha kukiri Mwenyezi Mungu azza wa jalla mtukufu, lahu, hilo jambo hilo la kuliwa kwa farasi, kuchinjwa na kuliwa, yaktadhi, linafahamisha an yakuna hujjatan, tendo hilo kuwa ni hoja. Kitendo hicho cha wao kuchinja farasi na wakamla, ikawa Qur'ani na Mwenyezi Mungu amekiri, basi kitendo hicho kinakuwa ni hoja. Wakati alimta, na wewe ushafahamu wewe kima sabaka katika yaliyotangulia, anna min ulamai, ya kwamba wako baadhi ya wanachuoni man yakulu, wanaosema hadha laysa marfu'an hukma, hii si hadithi marfu'an fi hukmi, lakinahu hujjatun, lakini ni hoja, lakini hii ni hoja. Wakala, na wakasema innahu laysa marfu'an, hii si hadithi marfu'an lianna an-nabiyya, sababu mtume lam ya'lam bihi, hajafahamu, lakinahu hujjatun, lakini inakuwa ni hoja, lianna Allah, kwa sababu Allah ta'ala alima bihi, alifahamu hilo, fa aqarrahu, na akalikiri, akalikubali. Kadhalika hivyo min al-marfu', ni katika hadithi marfu' hukman kihukumu, ma idha qala sahabi, atakaposema sahaba riwayatan, akasema hivyo, akanukuu jambo afa akasema hivyo. Mfano, ittasala as-sanadu ila sahabi, imeungana sanadi mpaka kwa sahaba. Wakala akasema ana abi huraira riwayatan, akasema hivyo, man fa'ala kadha kadha wa kadha, atakayefanya hivi itakuwa hivi, au man qala kadha kadha wa kadha, au atakayesema hivi basi itakuwa hivi. Fa inna hadha min al-marfu' hukman, hii inakuwa ni hadithi marfu' kihukmu, lianna qawla sahabi riwayatan, sababu kauli ya sahaba akisema riwayatan, lam yusarrih annahu riwayatun an nabii sallallahu alaihi wasallam, hajaweka wazi kwamba hii ni riwaya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini lamma kana al-ghalib, ilipokuwa mara nyingi, anna sahabata, maswahaba yatalaqauna an rasuli, wanapokea wao kutoka kwa mtume, ja'alahu ulamau min al-marfu', basi hadithi aina hii wameifanya wanachuoni na wameiweka wanachuoni min al-marfu', ni katika hadithi marfu' hukman kihukumu. Kadhalika hivyo min al-marfu' ni katika hadithi marfu' hukman kihukumu, idha qala tabi'i, atakaposema tabi' ani sahabi, ikiwa amepokea kwa sahaba, akisema rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii amenyanyua sahaba mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi' akasema maneno haya kwamba hii nimesikia kwa sahaba fulani, yeye amenyanyua mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ni hadithi marfu'. Mithlu, mfano, ma yaquluhu ba'd at-tabi'in, maneno anayosema baadhi ya tabi'ina. Ana Abi Huraira yarfa'u, imepokea kutoka kwa Abu Huraira anainyanyua hadithi mpaka kwa mtume, au
ana Abi Hurairah rafa'ahu, ameifanya kuwa ni hadithi marfu', amenyanyua mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au ana Abi Hurairah yablughu bihi, anamfikia Mtume kwa maneno haya. Kullu hadha min al-marfu', aina hizi zote zinakuwa ni hadithi marfu' hukman kihukmu, fadhalika na hilo annahu, ni kwa sababu la musarrahi fihi, hajaweka wazi binisbatihi, kuiegemeza ile hadithi au yale maneno ila nabii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.